Hatua ya makundi ya fainali za kombe la dunia zimefikia tamati alfajiri ya leo kwa mechi kadhaa kupigwa. Kwa mara ya kwanza Afrika tukiweka rekodi, wawakilishi 9 kati ya 10 wameingia hatua ya mtoano, hatua ya 32 bora. Kongo ikiwa na nyota ambaye amewahi kuika ikiwa na Yanga, Fiston Mayele, imewasurprise wengi kwa kutoka nyuma kwa bao moja na kushinda bao matatu kwa moja. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, nipo na Hatim Naeka, mimi naitwa Elia Solomon. Naeka, tumeishuhudia Kongo jana. Kongo dume, Kongo ambayo iko focus na results. Jana imeendelea kufanya vizuri. Sio jana imefanya vizuri, jana imeendelea kufanya vizuri. Imerudi kwenye njia kuu ya ushindi baada ya kushinda mechi yake na Uzbekistan. Ilikuwa mechi ngumu, akitoka nyuma na kwenda kutengeneza ushindi mzuri wa magoli 3-1. Ilikuwa ni mechi ambayo Kongo ilitakiwa kuiamua kutokana na kuhitaji nafasi kwenda hatua ya mtoano 32 bora. Na unaona namna ambavyo walitengeneza ushindi wao kwa kupitia goli la Yohan Wissa ambaye alifunga goli la kwanza kwa penalty, lakini akafunga na goli la tatu la kumaliza mchezo. Lakini hapa katikati kulikuwa kuna watu wawili ambao walitokea bench, na watu wataanza kuangalia vitu vingine, lakini kuna kitu ambacho anacho Meshak Elia na Fiston Kalala Mayele. Hao ni wachezaji ambao most wamekuwa wakitokea bench sana kwenye timu ya taifa ya Kongo, lakini wakijaga tangu kwenye mechi za kufuzu walikuwa wakiingia wanakuonyesha kitu tofauti sana. Sasa inategemea na maamuzi ya kocha. Watu wengi ukiangalia Kongo, watu wengi sana iko kitu hawakifurahi. Wanaona Cedric Bakambu ni mchezaji mwenye CV kubwa, lakini anapokuwa uwanjani results yake kuiona ni ngumu sana, lakini kuliko matokeo ambayo kina Fiston Mayele wanaenda kukupa moja kwa moja. Sasa inawezekana kocha alikuwa na hesabu zake. Mara nyingi hilo limekuwa hata kabla ya kufuzu amekuwa akipambana nalo sana. Na ni kweli Mayele akiwa akiingia unaona kuna kitu tofauti. Mechi hizi zote alikuwa yuko bench, lakini jana ameingia unaona kuna kitu tofauti sana amefanya. Sharpness yake anapokuwa karibu na goli, ana kiu ya ushindi wakati wote. Inawezekana labda Bakambu ana CV kubwa, tunakubaliana, lakini labda amerelax kwa sababu anaona kocha ameshaniamini sana. Sasa nadhani kwa kitu ambacho amekifanya kina Elia ni kitu cha kujifunza. Meshak ameingia, amekuja kuhusika kwenye magoli yote mawili, kwenye pasi zake zile za mwisho. Umeona, lakini pia Kalala akaja akafunga goli la pili ambalo ndo Kongo wameweza kutanua ushindi. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwao, na sasa wameenda kufuzu kwenda hatua ya 32 bora. Kumbuka hii ni mara ya kwanza kwa Kongo kufika hatua hii, na kwa Afrika tumepeleka timu nyingi zaidi. Timu moja tu, Tunisia, ndio imetuangusha, imetoka, lakini the rest wote wameingia kwenye hatua ya mtoano. Kwa hiyo nadhani tunakwenda kuona mechi ngumu sasa. Kuanzia hapa ndio tunaenda kuona sasa hatua ngumu zaidi za kwenye mashindano haya. Tukibaki hapo hapo Naeka, Kongo itacheza dhidi ya England kwenye hatua ya 32 bora, lakini England ya Thomas Tuchel tumeishuhudia katika hatua ya makundi ikionekana kustruggle. Ipata ushindi kwenye mechi yake ya mwisho, lakini kwa tabu dhidi ya Panama. Wali struggle dhidi ya Ghana. Kwa namna ambavyo tumeiona England, unafikiri inaweza kuwa na wakati mgumu pengine tukashuhudia Kongo ikivuka hatua 32 bora kwenda hatua 16 bora? England wakikumbuka kilichowatokea Ureno, wataelewa kwamba wana mechi ngumu dhidi ya Kongo. Wana watu ambao wanaijua ligi ya Uingereza, hawa kina Visa, kina nani, kina Wan-Bissaka, wote wanajuana. Kwa hiyo ni rahisi wale kuambia bwana, hapa tunafanya hiki na hiki na hiki kuelekea kwenye hii mechi. Haitakuwa mechi rahisi. Ugumu ule ambao ulipata Ureno unaweza kutokea hapa. Unajua Uingereza ni timu ambayo iko publicized sana ina kwenye vyombo vya habari na nini, lakini kiuhalisia sio kwamba wana timu ngumu sana ndani ya uwanja. Wana timu ambayo ukiamua kwenda kupambana nayo unapambana nayo. Ukiangalia kama Kongo watafanya kweli kama walichokifanya kwenye mechi ya Ureno, basi tunaweza tukakubaliana wote kwamba Uingereza atakuwa na mechi ngumu. Namna ambavyo waliweza kuwaficha kina Bruno Fernandes, kina Vitinha,
unaona watu wanapotea kabisa. Kina Ronaldo wenyewe no shoot on target katika viungo wote hao bora, wanakosa hata kupiga shuti moja on target. Kwa hiyo utaona kwa namna ambavyo itakuwa ni mechi ngumu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli kila mtu anatamani kuja kuiona. Wasiwasi wangu, Uingereza wanatakiwa kuiamua mechi hii mapema kabla yasiwatokea aliyowatokea kwa Ureno, kwa sababu wanaweza kukutana na surprise kutoka kwa Kongo. Kongo ni watu ambao wao wameamua kujitoa kwa ajili ya taifa lao. Kuna mechi moja Elia, watu wataisahau, ilichezwa pale Kongo na walipoteza pale nyumbani. Afu walipigwa sana makopo, walipigwa mawe Stade de Mate wakati wa kufuzu. Ile mechi ndio ilibadilisha mentality ya wachezaji wa Kongo. Na baada ya pale rais aliwapigia simu wachezaji akawaambia, nyinyi ndio mmesababisha reaction ya wale mashabiki, kwa sababu hamchezi kwa uzalendo wa taifa lenu. Baada ya hapo kulikuwa kuna makubaliano kati ya rais wa Kongo Tshisekedi na wachezaji kwamba sasa tutafanya kweli, na ndio unaona hapa. Na ndio hata kwenye mechi ya kwanza rais alisafiri kwenda mpaka kuiona ile mechi, ni kwa sababu wachezaji walimhakikishia kwamba tutafanya vizuri. Na baada ya pale unaona haya yote yalikuja, walifuzu na sasa wako kwenye World Cup na wamefanya vizuri, sasa wanaenda mpaka kwenye hatua mbona. Kwa hiyo mechi ngumu kwa kweli. Kongo wameamua kujitoa kwa taifa lao. Ukiangalia mechi ya jana, sio kwamba Uzbekistan walikuwa wabovu, walikuwa wazuri, walikuwa wanakuja, lakini Kongo walienda kuamua matokeo. Kwa hiki ndio kitu ambacho Uingereza wanatakiwa kupambana. Uingereza wana watu wachache sana ambao ukiwakamata unapotea. Kina Harry Kane, kina nani, sio rahisi kuwashika, lakini linawezekana lolote kwenye mpira. Hatua ya 32 bora inaanza leo, na mechi ya kwanza kabisa itawahusisha wawakilishi wa Afrika kwa maana ya Afrika Kusini. Saa 4 usiku kwa majira ya saa za Afrika Mashariki watacheza dhidi ya Canada. Ikumbukwe ya kuwa mechi ya ufunguzi wa fainali hizi ilikuwa kati ya Mexico dhidi ya Afrika Kusini. Sasa katika hatua ya 32 bora, mechi ya kwanza kabisa Afrika Kusini watahusika tena dhidi ya mwenyeji mwenza kwa maana ya Canada. Naeka Afrika Kusini tulishuhudia katika mchezo wa kwanza wakipoteza, then baadaye wakapata pointi, wakaja wakafanya vizuri na hatimaye kwenda kwenye hatua hii. Unaiona pengine ikiendeleza ubora ambao wameonyesha katika mechi mbili za mwisho? Timu zote hizi zimemaliza nafasi ya pili kwenye makundi yao. Utaona mzani unakaribia kuwa sawa, lakini Canada kidogo wana timu yenye kasi. Wana timu yenye kasi ambayo inacheza mashambulizi ya mpira wenye kasi. Afrika Kusini nina imani nao, lakini shida yangu kubwa kwao safu yao ya ushambuliaji. Kwenye kiungo wako vizuri, lakini kule mbele bado hawana yale makali ya kumaliza mechi. Canada wana watu ambao wanaweza wakamaliza mechi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, haitakuwa mechi rahisi pia. Itakuwa mechi ngumu ambayo kwa kocha wa South Africa ni lazima ajue namna ya kuweza kwenda kufungua ukuta wa Canada na kuweza kutengeneza matokeo. Kwenye kiungo sina mashaka, wana viungo wazuri, ina process team kuja kuleta mashambulizi mbele, lakini umaliziaji ndio umekuwa kiwakosti sana. Kwa nafasi wanazotengeneza zinakuwa zinasubiri sana juhudi pia za viungo kuweza kuzimalizia. Kwa hiyo karata yangu siipi sana nafasi South Africa. Iko 50-50 sana, ingawa ndio timu pekee yenye wachezaji asili kutoka kwenye taifa lao pekee. Kwa Afrika pekee hakuna mchezaji ambaye unaweza kusema wewe ni diaspora, wote wale ni watu wa South Africa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaenda kwenda kuona mechi nzuri, lakini ni ukumbuke kwamba South Africa ina kama wachezaji wengi ni wapya, kwa hiyo wana ile kama pressure ya matokeo. Kwa hiyo ikiendelea kutoka taratibu, nadhani wanaweza kuja kufanya kitu kizuri, lakini mechi haitakuwa rahisi. Pia itakuwa ni tie game ambayo kila timu ina nafasi ya kuamua, lakini kwa nafasi yangu mimi nawapa sana Canada, ambao wako nyumbani, watakuwa mbele ya watu wengi wao. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuleta matokeo mazuri, ingawa wanacheza na timu ambayo ina wachezaji wengi vijana, wanakimbia sana South Africa. Kwa chochote kinaweza kutokea.
Kwangu naweka Morocco haiku ni surprise kufika hatua hii kulingana na kile ambacho walikifanya kwenye fainali zilizopita, wakifika nusu fainali na kuweka rekodi kwa miongoni mwa timu za Afrika ambazo zimefika hatua juu zaidi katika fainali za kombe la dunia. Hatua ya 32 bora dhidi ya Uholanzi. Morocco hii nini unakiona? Ngumu, mechi ngumu pia. Mechi ngumu, lakini Morocco naipa nafasi ya kuweza kufanya kitu. Ni kama ambavyo tulikuwa tunaizungumzia Congo na England, na pia tunaweza tukaizungumzia Uholanzi na Morocco. Hawa kina Saibari ni wachezaji ambao wanacheza ligi ya Uholanzi. Kwa hiyo wanajuana, ni wachezaji ambao wanajuana. Lakini Uholanzi haina kikosi hatari sana kama ambavyo imekuwa ikisifika huko nyuma. Miaka ya nyuma hapo England Uholanzi ilikuwa inaingia na kikosi hatari sana. Saibari ndo MVP wa ligi ya Uholanzi, na siku chache zijazo usishangae akatangazwa kwa mchezaji mpya wa Bayern Munich. Wako kwenye hatua za mwisho sana za kumalizana. Kwa hiyo ni vijana ambao wanaonyesha wana kiu ya mafanikio Morocco, na wanataka kuonyesha generation yao. Hii ni golden generation ambayo inataka kufika mbali zaidi. Ukiangalia hata kwenye makundi hawakuwa wanyonge, wamefanya vizuri na wamefuzu. Sasa kibabe tu, wala sio pole pole mpaka wanafika hatua hii. Kwa hiyo kwangu mimi naiona Uholanzi ana mechi ngumu ambayo asipokaza kidogo tu anaweza akajikuta yuko kwenye eneo gumu, kutokana na aina ya wachezaji ambao Morocco wanao. Ni wachezaji ambao wanakimbia kwenye space, wana mwalimu mzuri, umeona, wana timu ambayo ina kiu ya kuweza kufanya kitu dhidi ya timu pinzani, hata hizi za timu za Ulaya. Kwa hiyo ni mechi ngumu kwangu mimi, ni mechi ngumu kwa Uholanzi. Wataulizwa maswali mengi magumu na Morocco. Kwa hiyo ni kitu cha kusubiri kuona nini kitatokea kwenye mechi hiyo, lakini karata yangu nawapa Morocco kwenye eneo hili. Kwa miaka mingi Ivory Coast tangu akina Didier, kina Tule, kina Kolo Tule wameendelea kuwa na vizazi ambavyo vinaita vitu tofauti. Katika hatua 32 bora Ivory Coast dhidi ya Norway ya kina Erling Haaland ambaye ameanza vizuri katika fainali hizi. Nini unakiona naye? Itakuwa mechi nzuri kuiangalia. Ivory Coast kwa timu za Afrika ukiondoa Morocco, timu bora zaidi ni Ivory Coast, na inapewa nafasi nzuri sana ni Ivory Coast. Wana timu nzuri ambayo imesheheni nyota wazuri wenye nguvu, nishati ya kutosha. Norway wana watu wachache sana. Ni ngumu kweli kuidhibiti Norway yenye Haaland uwanjani. Tukubaliane, huyu ndo mchezaji mwenye daraja kubwa sana kwenye hizi finali na hata nje ya hizi finali. Kazi kubwa itakuwepo ni jinsi namna gani ya kuweza kumtuliza huyu mtu. Kwa Ivory Coast ikifanikiwa kumtuliza Haaland, tunaweza tukaona mechi nzuri sana kwao, kwa sababu Ivory Coast nafasi ya kuweza kutengeneza wale kina Diomande, kina Diallo kule mbele, no doubt wako vizuri sana. Lakini wasiwasi wangu mimi ni defense yao kuweza kumtuliza huyu mwanadamu anaitwa Haaland. Ukimsahau dakika chache tu amekufanyia matatizo makubwa kwenye timu yako. Kwa hiyo ni mechi nzuri, lakini Ivory Coast wana nafasi ya kuiamua hii mechi na kwenda kufika mbali. Katika timu ambazo kwangu mimi zinaweza zikaenda mbali kwa Afrika baada ya hatua hii, Ivory Coast ni moja wapo, ukiondoa na Morocco na hata Congo wenyewe. Mimi Ivory Coast naipa nafasi, inaweza ikafanya kitu tofauti. Mabingwa wa Afrika Senegali, kabla kile ambacho kilitokea mara tukasikia baadaye mabingwa ni Morocco. Wenyewe walikuwa na mwanzo mgumu katika hatua makundi, wakafungwa na Ufaransa, wakaja wakafungwa na Norway. Mechi ya mwisho wakapata ushindi mnono na kwenda hatua 32 bora. Mechi katika hatua hiyo sasa wanakutana na Ubelgiji ambao nao performance yao haikuwa nzuri sana. Ni nafasi kwa Senegal kubadilika. Imetoa wasiwasi mkubwa sana kwenye mechi za makundi. Uliweza kutarajia Senegal ingepata shida kwa Ufaransa, lakini sio mechi zingine. Wamecheza chini sana, na kosa kubwa au matatizo makubwa kwenye timu ya Senegal ni defense yao. Defense yao iko weak sana. Mzee mwenzangu Koulibaly naona
na Kalou Koulibaly naona nafasi wakati tena ushakuwa mkubwa kwao. Kulikuwa ni wakati mzuri sasa kwa kocha kuweza kuangalia. Kuna vijana wawili waliingia kwenye finali za AFCON, center back wawili walicheza zile finali za AFCON wakati ule Koulibaly hakuepo. Nadhani ilikuwa ni nafasi kwa kuanza kuwapa nafasi sasa kuweza, kwa sababu ni wachezaji wenye nguvu, ni wadogo, akili yao iko sharp, inafikiria kwa haraka, watakiwa wapewe nafasi sasa. Makosa waliyofanya kwenye ukuta Mendy, kipa na Koulibaly yanakupa wasiwasi huku mbele nini kitaenda kutokea. Ukuta wao una makosa mengi sana. Hata ile mechi wangeweza kupoteza vibaya kama isingekuwa sharpness ya safu yao ya ushambuliaji. Lakini Senegal kama watabadilika, bado wana timu nzuri. Kama wataweza kushape defense yao, wana nafasi nzuri dhidi ya Ubelgiji. Ubelgiji wana timu nzuri, lakini haijaonyesha kitu kikubwa kama Ubelgiji ambao tumekuwa tukiiona nyuma. Wakina Doku, wakina Kevin De Bruyne, bado huoni ile kasi yao kubwa sana kuweza kutamani kufanya kitu kikubwa. Kama Senegal itabadilika, itaamua kutengeneza nguvu nzuri kwenye mechi, wanaweza wakafanya kitu tofauti, kwa sababu wanacheza na timu ambayo inawezekana kwa kupata matokeo. Algeria na Misri na eka ndio timu pekee za Kiarabu ambazo zimeingia hatua 32 bora. Na Morocco, yes. Tunisia wametoka katika hatua ya makundi. Wao ukiangalia kwa upande wa Algeria wana mechi dhidi ya Uswizi, lakini Misri ni dhidi ya Australia. Nafasi ya hizi timu mbili. Algeria inanipa wasiwasi. Tumeiangalia usiku wa kuamkia leo, inanipa wasiwasi kidogo kwa maana ya ukuta wao na safu yao ya ushambuliaji. Wako very slow kutengeneza nafasi zile zenye hatari. Sio kama ambavyo Algeria ile ambayo tulikuwa tunaiona miaka kina Brahimi, kina nani. Hapana, sio hile. Mzee mwenzetu Mahrez anaelekea mwishoni. Jana of course leo ameamua ile mechi kwa zile goli mbili. Ni nzuri, lakini bado hawana nguvu kubwa sana ya kuweza kutengeneza nafasi na kuzitumia. Imepungua sana nguvu Algeria. Sijui labda hiyo na mentality kama ambavyo kina Ahli kadri ya siku zinavyosogea kwenye mashindano ndio inaongeza nguvu, lakini hapana, bado naiona ni timu nyepesi kuweza kufanya kikubwa sana. Misri wanaweza wakafanya kitu, lakini nao wanatakiwa wapunguze selfishness. Yani wanacheza sana individual. Mimi nataka sana hiki, hawacheze sana kama timu kama ambavyo tumekuwa tukizoea. Wakiamua kuweka vizuri, wanaweza wakafanya vizuri dhidi ya Australia. Kumalizia naeka, naona muda nao umekimbia kweli kweli. Cape Verde, wazee wa sare kama ambavyo ilikuwa timu ya taifa Tanzania mpaka tunafika kwenye hatua mtoano kwenye finali za AFCON. Wao nao imekuwa vivyo hivyo dhidi ya Argentina yenye Lionel Messi ambaye karibu kwenye kila mechi amekuwa anafunga, mpaka kwenye mechi ya mwisho hatua makundi anaingia anafunga, anahakikisha Argentina kuwa na ushindi wa 100% katika hatua ya makundi. Nini unakiona wanaweza kumzuia Messi na Argentina kweli Cape Verde? Kwenye mpira kila kitu kinawezekana, lakini kwangu mimi naona sasa safari Cape Verde ataenda kupata mechi ngumu zaidi. Argentina inaelewa ambacho kiliwatokea Spain dhidi ya Cape Verde. Kwangu mimi kwanza sio timu ambayo tunaidai chochote. Cape Verde imeshatu surprise kwa vitu cha kutosha sana. Hii nyingine wanachoenda kufanya hapo sasa ni bonus tu. Leo hii story ni Cape Verde kuizuia, itakuwa story ni Cape Verde kuizuia Argentina. Lakini Argentina kumfunga Cape Verde haitakuwa story. Ni kama ambavyo ilikuwa story Cape Verde kutokubali kufungwa na Spain. Kwa hiyo Spain inaona kilichotokea, Argentina inaona kilichotokea Spain kwenye mechi iliyopita ya kwanza, ile Ufuzinya golikipa akifanya kazi kubwa sana. Na nadhani ndio mchezaji ambaye ataondoka kwenye World Cup akiwa na mafanikio makubwa kupitia mitandao ya kijamii kutokana na kazi nzuri aliyofanya. Lakini kwangu mimi naiona Argentina wana nguvu. Kiangalia jana wamebadilisha kikosi asilimia 50 ya kikosi jana wamekibadilisha, lakini bado tena wanaenda kupata matokeo. Messi anatoka tena bench na anakuja anafunga goli lake la 6.
top scorer kwa sasa. Bado wana timu ngumu sana. Argentina inaonyesha bado ni timu ambayo inastahili, ina sifa za kucheza finali. Wana timu ambayo haijaruhusu goli lolote, kwa kuja kuruhusu jana leo. Umeona? Lakini kabla hapo walikuwa hawajaruhusu goli lolote, lakini wanafunga kila mechi, wanaamua mechi, wanaongoza kwa ufungaji. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa kweli ina nguvu. Sitarajii sana kama Cape Verde inaweza kufanya kitu hapa, kutokana na tayari Argentina wana wake up call kutoka kwa Spain kilichotokea. Kwa hiyo hawatataka kufanya makosa kama yale, na siyaoni hayo makosa, kwa sababu wana watu ambao wanajua kulitengeneza goli. Na ni tofauti hizi timu mbili, kwa sababu Argentina ina timu ambayo inaweza ika-transform mchezo kwa kutengeneza matokeo muda unavyokwenda. Wana watu mashahidi sana kwenye kutengeneza nafasi na kuzitumia. Kwa hiyo kwangu mimi naipa nafasi Argentina. Cape Verde hata ikitolewa, ikifanya vizuri zaidi, kwangu mimi itakuwa bonus. Ikitolewa hapo na Argentina, si wadai. Wamenifanyia kazi kubwa sana ambayo kwangu mimi imenitosha, na imejitambulisha kwamba ilikuja na kitu ambacho cha surprise, na surprise imetokea. Moja ya surprise ni ile kumzuia Spain. Nadhani hata Spain wenyewe katika kitu ambacho watatoka kusimulia ni ule mchezo ule kukutana na Cape Verde. Yale ilikuwa ni maswali magumu sana walipewa dhidi ya timu ambayo hawakujua kama inaweza kae na performance ya namna hii. Kwa miaka mingi kumekuwa na gap, hasa kwa timu za Afrika dhidi ya timu nyingi za Ulaya na timu za Amerika. Kwa namna ambavyo tumeona performance ya timu za Afrika, gap hilo ni kubwa kwa kiwango gani, au tumepunguza hilo gap? Na limepungua sana Elia, limepungua sana gap. Zipo timu za Ulaya zimefungwa na timu za Afrika kwenye finali hizi. Zamani ilikuwa ni rahisi kutabiri hapo. Zamani ilikuwa unaona Ufaransa, ile tuliona kama ni maajabu Ufaransa kufungwa na Senegal wakati ule. Lakini sasa hivi chochote kinaweza kutokea. Timu zetu zimezidi na hii fursa ya kutanua mashindano na timu zikaongezwa, naye imezidi kutuongezea kitu kikubwa sana. Maswali yanabaki kwetu, tunatamanigi kufikia kwenye nafasi kama hii kwa namna ya ubora wetu. Tuna uwezo wa kwenda kukompiti kwenye vitu vikubwa kama namna hii. Wakati huu tunatamani kwenda kule, lakini pia tujitazame juu ya quality yetu, kama tuna uwezo wa kwenda kufanya kitu kikubwa cha namna hii. Kwa hiyo ni maswali ambayo tunatakiwa tujiulize sana juu ya ubora wetu kama Tanzania, lakini kwa wakati tunastaka nafasi, inawezekana kwa Tanzania kwenda kushiriki, lakini kwa hizi tunatakiwa tujipange sana kuweza, kwa sababu timu nyingi za Afrika zenyewe tu kwanza zimebadilika sana. Watu wameinvest sana, watu wametengeneza sana, watu wamechukua sana wachezaji wao wanaotoka nje kuja kuonyesha kitu. Tunazungumzia Cape Verde, kuchukua mastaa wengi sana kutoka Ureno wapi, ukawaleta pale kuweza kufanya. Ukiona kama Vizinha tunamshangilia, asili yake ni Ureno, lakini wao waliamua kutengeneza timu bora kwa ajili ya mashindano haya kwa kuchukua. Sasa hapa kwetu bado na mambo mengi ambayo tunatakiwa bado kuyashepo, lakini kwa kweli timu za Afrika zimefanya vizuri. Ukiangalia aliyetoka Tunisia alideserve kutoka. Tunisia hakuwa na timu nzuri sana. Ndio timu ambayo kwanza kwa mara yani kombe la dunia ndio ile fukuza kocha kwenye kombe la dunia. Walikuwa wanaonyesha hawajatulia kwenye eneo lao la management, lakini pia hata timu yenyewe bado Tunisia haina kitu kikubwa sana ambacho unaweza kusema hiki ni kitu ambacho kwa wanaweza kwenda kutengeneza matokeo. Walistahili kutoka, lakini timu nazo zilizoingia zilistahili kufika hapa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo performance yao inaonyesha, Afrika imefanya kitu kizuri. Naweza kutuandikia mtazamaji wa Mwananchi Digital, na wewe maoni yako ni yapi juu ya viwango ambavyo vimeonyeshwa na timu nyingi za Afrika, huku ikiwekwa rekodi wawakilishi 9 kati ya 10 wakienda hatua ya 32 bora. Tanzania naye amezungumzia hapa, ni wakati wa kujitathmini kwa namna ambavyo wenzetu wamecheza. Tunajiona wapi kulingana na malengo ambayo tuko nayo na shauku ambayo Tanzania tunayo kuhakikisha kwamba siku moja tunacheza fainali za kombe la dunia, na kuacha na Simon Msuva ambaye anazungumza namna ambavyo anatamani siku moja kucheza fainali hizi. Kwanza mimi kama mchezaji naweza nikazungumzia kwa upande wangu. Mimi nilitamani sana mashindano mimi niwepo. Yaani sio niwepo tu, tuwepo kama taifa kama Tanzania. Kwa sababu gani? Pia natutengenezea CV kubwa sana sisi wachezaji na nchi yetu kwa ujumla. Leo hii tungekuwa tuko World Cup, unadhani Tanzania tunaiongeleaje sasa hivi? Tunaiongelea vingine. Unaona, sifa kwa serikali, sifa kwa nchi nzima. Yaani sifa kubwa tungeipata, lakini hatukufanikiwa kuingia kwenye haya mashindano. Hii ni moja nzuri sana katika historia. Kila mchezaji alikuwa anatamani kufikia hiyo hatua.
sababu AFCON ni kama mdogo kwa World Cup. Kwa hiyo nilitamani siku moja na mimi nicheze ya mashindano, lakini sijui ya Mungu, inawezekana kama sio mwaka huu, inawezekana hata mwakani huko ikawezekana. Hakuna kinachoshindikana. Mpaka hapa tuna la ziada. Kwa niaba ya Hatim na Eka, naitwa Elia Solomon, asante mpaka wakati mwingine.